Leo ni Jumapili yetu ya mwisho wa mwezi wa 11 na tunaenda kuanza mwezi wa 12. Basi twende mbele za Mungu kwa shukrani. Mungu aliyetuchukua kuanzia Januari mpaka leo. Tunaenda kuanza mwanzo. Usiutizame Disemba kama mwanzo wa kawaida. Mara nyingi sana unakuaga ni mwezi uliobeba vita, sio vya kimwili, vya kiroho. Nenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema aliyokutunza siku zote. Nenda kumuinulia Mungu sifa zako. Twende mbele za Mungu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Sifa na heshima na utukufu ni kwako kupitia damu takatifu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunasema asante kwa sababu umetushika kwa mkono wako haki wa kuume. Umetuongoza kuanzia Januari, Februari, March, April. Mungu mtakatifu tunakutukuza. Umetufikisha Mei, Juni, Julai, August, Oktoba, hatimaye Novemba. Tunaimaliza kwa neema yako tu, Mungu wa mtakatifu. Kuna wengi tumeanza nao mwaka huu lakini hawakupata neema kufika tulipofika. Mungu Baba, tunakuinulia shukrani zetu, tunakuinulia sifa, tunakuinulia utukufu kutoka kwenye madhabahu yako takatifu. Tunasema asante kwa sababu tunaamini si kwa nguvu wala kwa uweza bali ni kwa Roho wako. Tunakutukuza Mungu wetu na Baba yetu kwa kuwa hakuna neno lolote gumu usiloliweza. Umeyafanya mengi kwenye maisha yetu, umeyafanya mengi kwenye familia zetu, umefanya mengi kwenye kazi zetu, umefanya mengi kwenye biashara, umefanya na mengi kwenye afya zetu. Bwana, ninakutukuza Baba, ninakubariki katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea heshima na utukufu, maana unastahili kupitia damu ya thamani ya agano. Na kutukuza Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo zimekuwa zikitufuata. Asante kwa ajili ya kutupigania vita. Kuna vita vingine Mungu umetupigania, tunajua si kwa nguvu zetu wala kwa uweza, kwa sababu umesema unatupigania sisi nasi tunakaa kimya. Ziko vita ulizotupigania ambazo nyingine tulijua hatutaweza kuvuka, lakini Mungu tumevuka kwa mkono wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante kwa ajili ya watoto wetu Bwana, kwa sababu neno lako linasema watoto wetu wanafundishwa na Bwana na amani ya watoto wetu inakuwa nyingi. Tumeona ukipigania watoto wetu na kuwafundisha. Umewafundisha mashuleni, wamepata kumjua Mungu hata kwenye nyumba za ibada. Tunakutukuza kwa ajili ya baraka zote ulizoziachilia kwenye familia. Umetupa kuwasomesha watoto, umetupa kuwalea. Mungu tunakutukuza. Wako wengine wamekosa malezi, lakini sisi kwa neema yako Mungu umetuachilia neema. Ninakutukuza Baba, ninakubariki katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante kwa sababu wewe ni Mungu na Baba yetu. Hakuna aliye kama wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Yohana 15:16, Biblia inasema hivi: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Akasema nikawaweka ili mzae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote muombalo Baba kwa jina langu awape. Bwana asifiwe sana. Ndugu yangu sikiliza nikwambie. Kuanzia Januari mpaka leo Mungu alikuweka umzalie matunda. Wakristo wengi tumekuwa tukiishi maisha ya kienyeji, hatuangalii kuzaa matunda. Wengi tunafikiri kuzaa matunda ni kufanikiwa kiuchumi, lakini kuna vitu Mungu anataka tu katika ufalme pia umfanyie. Je, piga mahesabu kuanzia Januari mpaka leo umemzalia Mungu matunda kiasi gani? Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya mafanikio binafsi na kufanikisha ufalme wa Mungu. Sijui kama unanielewa ninachokuambia. Kuna tofauti. Matunda uliozaa kwa ajili yako na matunda uliomzalia Mungu. Sahi. Na anasema nimewaweka mzae matunda ili lolote mtakalomomba Baba baada ya kuzaa awapeni. Kwa lugha nyingine, Mungu anapitaga kupima matunda sisi tuliomzalia. Maana yake tunatakiwa tuinue matunda kwa Mungu ili aweze kutujibu maombi. Bwana asifiwe. Kwa kama unajua ukumzalia Mungu matunda, twende kwa toba. Bado tuna muda huu wa mwezi mmoja. Mwambie Mungu, uliniweka nikuzalie matunda. Uenda ikawa sijakuzalia matunda ya pasaye. Tena pale akaweka aina ya matunda, mzae matunda yapate kukaa. Sio uzae yaharibike. Uzae matunda ili yapate kukaa. Kupitia yale matunda, chochote unachomuomba Baba akupatie.
Twende mbele za Mungu kwa toba. Ikiwa hujamzalia Mungu matunda, mwambie Mungu, nanyenyekea mbele zako. Nisamee. Ulitaka nikuzalie, uenda ikawa sijajua matunda ninayopaswa kuzaa na sikuhangaika kuyazaa. Twende mbele za Bwana kwa toba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwingi wa rehema Baba, si mwepesi wa hasira. Wewe ni Mungu unayegairi mabaya. Asubuhi ya leo tunanyenyekea kwenye madhabahu yako takatifu. Baba, umesema ni wewe, sio sisi tulikuchagua, lakini ni wewe ulituchagua, tena ukatuweka tukuzalie matunda, na yale matunda yapate kukaa. Baba yangu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, uenda ikawa unakagua maisha yetu kila itwapo leo, na hatujui kama unafanya ukaguzi wa matunda ambao ulitaka tukuzalie. Baba Mungu, kwa jina la Yesu nanyenyekea mbele zako. Ninaomba toba na rehema Mungu, mahali ambapo ulikusudia nikuzalie matunda na matunda yapate kukaa. Uenda ikawa nimekuzalia matunda lakini hayajakaa. Baba Mungu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nanyenyekea mbele zako kwa damu ya thamani ya agano. Ninatubu na kuomba rehema juu yangu binafsi. Ninatubu na kuomba rehema juu ya familia yangu. Uenda ikawa Mungu mtakatifu, kwenye kila familia ulitaka wakuzalie matunda, lakini hatuja kuzalia kwenye kitengo cha familia. Tumezaa ya kwetu binafsi, tumeyapalilia ya kwetu binafsi, tunayatunza ya kwetu binafsi ili tuone yakistawi, lakini hatujahangaika na ufalme wako kwa kiwango unachokitaka. Mungu Baba, tunatubu na kuomba rehema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Turehemu e Bwana, tuoshe, tusafishe kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ruhusu damu ya Yesu ikatuoshe na kutupa kibali tena katika majira yaliyobaki katika mwaka huu, angalau tukuzalie matunda e Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana asifiwe. Kuna watu unajua tumezoea kukemea mashetani. Leo nakufundisha na kuelekeza tu jinsi ya kuomba vya kwako binafsi. Kuna saa mashetani yanatuataka kwa sababu hatujafanya vizuri kwa Mungu. Shetani hawezi kumwataki mtu bure. Shetani anapita kwa mtu kama kuna mlango. Bwana asifiwe. Na kwenye kile kitabu cha Luka anasema hivi, Yesu alikuwa anatoa mfano. Kuna mtu alikuwa mwenye shamba, akawa amepanda mti, na ule mti Yesu akaenda kuukagua ule mti. Alipoukuta hauna matunda, akamwambia mwenye shamba, uung'oe huu mti, hata ardhi unaharibu. Sijui kama unanielewa. Maana yake watu wasiozaa matunda wana uharibifu. Sijui kama mnaelewa. Wana nini? Uharibifu. Na ukija kuangalia watu wengi hata kwenye kanisa, Mzee Mgasha, si wote wanapenda kufanya cha Mungu. Wengine wanakashifu kabisa. Wengine wanaweza wakasema, yani hata mkiambiwa kufanya kitu kwa mfano kwenye nyumba ya Mungu, no, unaweza ukafanya, lakini si kwa kile kiwango ambacho Mungu anataka. Mungu anasemaga anatafutaga watu ambao wajazaa matunda alafu wanakata. Na wale wanaozaa, kwenye Yohana 15 wanasema wale wanaozaa anawasafisha wazidi kuzaa. Sijui kama unanielewa. Natamani tuwe kwenye kundi ambalo tumzalie Mungu matunda, hata kama tulifeli kuzaa kwa kiwango, tutubu alafu Mungu atutakase ili tumzalie zaidi, asitukatilie mbali. Amina. Sema, Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu, wewe uchunguzaye mioyo na kujaribu viuno, uenda ikawa umepita kwenye maisha yangu na hujaona matunda. Wewe ni mwingi wa rehema. Wacha rehema zako zizungumze juu yangu na juu ya nyumba yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, na kuomba unipe nafasi nyingine mbele zako, nioshe, nitakase ili niweze kukuzalia matunda. Usinikatilie mbali katika jina la Yesu. Sikatilie mbali uchumi wangu, sikatilie mbali afya yangu, sikatilie mbali familia yangu. Naomba neema nyingine tena mbele zako Mungu, ili niweze kukuzalia matunda, na matunda hayo yapate kukaa katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe tena. Ukisoma kile kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi, hapata kuwepo na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Mungu akamwambia Joshua, kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakapokuwa na wewe. Bwana asifiwe. Tunaenda kuanza mwezi wa 12. Mwambie Mungu, simama mbele yangu. Umeniambia hapata kuwepo na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yangu. Maana yake hata ajali haitasimama, chochote cha adui hakitasimama. Kama alivyosema katika neno lake, nitakwenda mbele yako na kusawazisha palipo paruza, kila mlima na vilima vitajazwa. Anasema
kila mlima na vilima, alafu na kila bonde litajazwa, na kila mwenye mwili atauona wokovu wangu. Wewe na mimi ni wenye mwili. Tukamwambia Mungu, tangulia mbele yetu, sawazisha kila mlima na vilima, alafu kila bonde likajazwe kwa ajili yangu na nyumba yangu, nikauone wokovu wako. Ajali, mauti, uharibifu vinavyotokea katika kipindi cha mwisho wa mwaka havitanipata mimi na nyumba yangu, katika jina la Yesu. Tuko tayari tukaombe? Sema: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako, asante kwa upendo wako juu ya maisha yangu. Ni wewe uliyenilinda katika mwaka mzima, unanipa neema tena ya kuingia mwezi wa Disemba. Baba Mungu mtakatifu, umeniambia kwenye neno lako, hapata kuwepo na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yangu siku zote za maisha yangu. Kama ulivyokuwa na Musa, ndivyo utakavyokuwa na mimi. Kwa jina la Yesu, naachilia damu ya Yesu katika mwezi wa 12. Kwa jina la Yesu, ninaharibu nguvu ya mauti na kuzimu. Roho za ajali hazitasimama mbele yangu. Magonjwa ya ghafla, vifo vya ghafla, mabaya yoyote hayatanipata mimi na nyumba yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, tangulia mbele yangu, kila mlima na vilima vikashushwe kwa ajili yangu na nyumba yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Umeniambia Bwana, kila bonde litajazwa na kila mwenye mwili atauona wokovu wako. Baba wa mbinguni, mimi na nyumba yangu tupe kuona wokovu wako. Mimi na nyumba yangu tupe kuona wokovu wako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, umesema kwenye neno lako, utamtuma malaika wako aende mbele yangu na kuniongoza mpaka mahali pale uliponiandalia. Baba wa mbinguni, saa hii naomba malaika wako waende mbele yangu kwa jina la Yesu, na wale malaika uliosema utawatuma wanilinde njiani nisijikwae mguu katika jiwe, achilia malaika zako wanilinde mimi na nyumba yangu kipindi hichi cha mwisho wa mwaka, nisijikwae katika jiwe lolote, jiwe mauti, jiwe magonjwa, jiwe uharibifu, jiwe ajali, kwa jina la Yesu. Baba yangu wa mbinguni, nizingire kama ukuta wa moto na utukufu ndani yake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mabaya hayatanipata kamwe, wala tauni haitaikaribia hema yangu, tangu sasa na hata milele. Amen. Mpe Yesu makofi yake, mpe Yesu makofi yake, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, tunasema asante kwa ajili ya neema yako. Sifa na heshima na utukufu ni kwako. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa uko upande wetu. Saa hii tunaomba utufundishe, sema na kila mmoja ulivyokusudia. Najitiisha chini yako Mungu Baba, katika jina la Yesu, nitumie upendavyo. Amen. Karibu kae. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu tena kwa jina la Yesu. Ni neema ya Bwana ametupa tena Jumapili ya leo. Wiki nzima tulikuwa tunajifunza mambo ya muhimu yatakayotuwezesha kufika katika hatima, na sitarudia kabisa. Na leo nataka tujifunze kitu kidogo sana ambavyo tunakutana navyo kwenye maisha na inanihusu mimi na wewe. Umuhimu na uthamani wa watu kwenye maisha yako. Umuhimu na uthamani wa watu kwenye maisha yako. Umuhimu na uthamani wa watu kwenye maisha yako. Ngeukie jirani yako, mwambie wewe ni wa thamani. 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 Fungua kitabu cha Zaburi ya 2 mstari wa 8. Zaburi ya 2 mstari wa 8. Ndugu zangu, kuna vitu tunaomba, lakini Mungu ili akupatie vinategemea aina ya watu humu duniani. Kwa lugha nyingine, majibu ya maombi yetu hayako mbinguni, yako kwa watu. Bwana asifiwe sana. Sio kama unanielewa. Kuna wale watu ambao wanasema
Mimi napenda kumind my own business. Sina haja na watu. Uelewi unachokifanya. Watu ndio rasilimali ya pekee au ndio nguvu kazi ya pekee. Bwana asifiwe. Zaburi ya 2 mstari wa 8. Mungu anaongea na Daudi kama mfalme. Anamwambia ni mfalme, imagine. Ni mfalme. Lakini Mungu anamwambia hivi, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako. Narudia tena. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako. Bwana asifiwe sana. Sasa umeshawahi kuelewa ni Daudi ndio Mungu anamwambia niombe. Maana yake unaombaga kila kitu. Lakini sasa anamwambia niombe mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akamwambia si tu mataifa, akamwambia nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kama milki yako. Bwana asifiwe sana. Naomba nikwambie hivi, kila mtu aliyoko kwenye maisha yako ana sababu na ana thamani yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna saa tunakutana na watu, labda situation alionayo na situation ulionayo inaweza ikakuwekea kuna daraja au kuna umbali kati ya wewe na yeye, na usione thamani ya mtu huyo. But I'm telling you, yule mtu ana thamani kubwa sana. Kila mtu kwenye maisha yako amefungwa na majira na nyakati ambazo Mungu ameziamuru kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kitu kinatakiwa kitokee kwako na huyo mtu anaweza akawa anasababisha matokeo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nakwambia jifunze kutambua uthamani na umuhimu wa watu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu Mungu alitupaga watu wazuri sana, lakini wengine tabia, sema tabia. Wengine sio mapepo yanakufanya ukosee vitu. Wengine ni tabia tu zinakukosesha na watu. Kwa hiyo hata wale watu wa thamani, watu muhimu, unakuta unawapoteza. Ukisoma historia nzuri ya Mfalme Daudi, ni mfalme ambaye Mungu alimpa watu waliokuwa wanampenda kwa moyo wake wote. Kwa moyo wao wote. Bwana Yesu asifiwe. Hata kipindi anatafutwa na Sauli ya uawe, si kwamba Sauli alishindwa tu kumuua Daudi, lakini wale watu waliokuwa na Daudi walikuwa hodari na walimpenda Daudi na walimlinda kwa nguvu zao zote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Daudi tu alitaka maji kwenye kisima, kilikuwa cha Adulamu. Akatamani yale maji. Ni kisima ambacho kufika pale au makomando watatu waliofika wasingerudi wakiwa hai. Lakini imagine alitamani tu. Ni kama kwenye kile kitabu cha Isaya 65 anasema itakuwa hata kabla hujaomba mimi nitakupatia. Mfalme alitamani maji yaliyokuwa kwenye bonde la hatari. Watu wakariski maisha yao kwenda kumletea mfalme maji na kumpatia maji ili kufurahisha moyo wa mfalme. Swali langu kwako leo asubuhi leo, ni nani uliye naye katika marafiki? Angalia kwenye phone book yako. Ni nani ambaye wakati unaweza kuwa una uhitaji au una shida akasolve tatizo lako, akafurahisha moyo wako? Na baada ya Daudi kupelekewa yale maji, alichukua yale maji akayamimina, ni sadaka. Anasema akinywa yale maji angekunywa kama anakunywa damu za wale watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wote mliokaa hapa, ngoja niwaambie leo injili ngumu. Wengi mna watu, mmezungukwa na watu wanafiki kuliko kuzungukwa na watu wa kweli. Serious. Si kila uliyeko naye anafurahia kufanikiwa kwako. Si kila uliyeko naye anafurahia kuinuka kwako. Wengi mna watu wanakuchekea nje lakini wanahila. Wanatamani wakuone unaanguka. Wanatamani wakuone ukirudi chini. Wanatamani jina lako lifutike. Si kila mtu uliyoko kwenye ofisi pamoja naye labda anakufurahia sana kwenye kiti ulichokaa. Sio kweli. Ndio maana Mungu mwenyewe anamwambia Daudi kama mfalme, niombe watu. Kuna saa tunaweza tukaamini watu tulionao ni sahihi, but sio sahihi. Uzuri kamtafuta Ayubu. Hakuna kipindi ambacho utakuwa na watu kama kipindi cha mafanikio. Kipindi cha mafanikio unazungukwa na watu wenye hila wengi, sio watu ambao wanakupenda. Tuna aina ya watu wanapenda tulicho nacho, hawakupende wewe kama mtu. Sio kama unanielewa. Thamani yako kwa watu wengi
inaongezeka kupitia kile ulichonacho. Mwingine anakupenda kwa sababu anajua nitapata nini kwako. Hakupendi kama aidha apate au asipate, awe tu anakupenda. Hao watu ndio tunawatakiwa tuwe nao. Aidha anapata kitu au apati kitu, wewe ubakie kwa thamani kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa Mungu anamwambia mfalme, niombe watu. Maana yake hata watu ulionao wengine sio watu kamili, sio wanakupenda. Jamani, mtu sio umbo, mtu sio sura, mtu ni moyo. Mtu sio sura, mtu sio umbile, mtu sio kupendeza, mtu ni ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usidanganyike na mtu uliyekaa naye amependeza usoni. Mtu sio nje, mtu ni ndani. Na mbaya zaidi, haumjui mtu ulioko naye. Hatuwajui kwa ndani. Mfano mzuri sana ni wa Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Yesu katika kundi lake la maombi alikuwa na wanafunzi 3. Alikuwa anapanda nao mlimani, ambao ni waaminifu kweli. Kila Yesu akienda kwenye maombi anakuwa nao. Alikuwa ana Petro na Yohana na wale wana wa Zebedayo. Sijui kama umeelewa. Akipanda nao mlimani yuko nao. Lakini angalia kwenye lile la wale watu aliokuwa na waamini sana, Petro alimkana. Katika watu unaowaamini sana, iko siku kuna mmoja atakukana. Na wengine hata sio mmoja. Kuna wengine wana uwezo wa kuungana ili kukuangusha au kukuangamiza. Tunakuaga makini na mashetani na mizimu. But leo, be careful na watu waliokuzunguka. Hausemi amen? Bwana asifiwe. Yaani hausemi amen. Tuendelee. Isaya 43. Bwana asifiwe. Isaya 43 mstari wa 4. Nasoma kwa jina la Yesu. Anasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Angalia Mungu anamwambiaje Isaya. Anavyoongea naye, aongee naye wakati wa sasa. Jua kusoma sentence. Hii ilikuwa ni past tense. Wakati uliopita. Soma vizuri hapo. Kwa kuwa sio wewe ni wa thamani. Tofautisha wewe ni wa thamani na Anamwambia kwa kuwa ulikuwa wa thamani. Ulikuwa wa thamani. Alafu akamwambia hiyo thamani yako machoni pangu na ukawa mwenye kuheshimiwa, nami nikakupenda. Na baada ya mimi kukupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Kwa lugha nyingine, kuna aina ya thamani ndani yako mbele za Mungu, sio mbele zetu. Mbele za Mungu. Mungu anaitafuta thamani yako mbele yake. Then hiyo thamani yako mbele za Mungu inamvuta Mungu kukupenda. After kumvuta Mungu kukupenda, anachagua aina ya watu anakupa. Sio tu anawasogeza kwenye maisha yako. Na hao watu wakikupa, anasema nitakupa watu kwa ajili ya maisha yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha. Anasema nitakupa watu kwa ajili yako, hii ni binafsi. Alafu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mungu amefafanua vitu vitu. Kwa ajili yako binafsi, then na kwa ajili ya maisha. Bwana asifiwe. Sasa kitu gani kinafanya Mungu akupe watu? Thamani ulionayo machoni pake. Sikiliza ndugu. Usitafute kuwa wa thamani machoni pa mtu. Unaweza kuexpire anytime. Ukiwa wa thamani wewe mbele za Mungu, wewe hauexpire kwa watu. Wanaweza kukuchukia kwa chuki zao, lakini kwa Mungu haubadiliki kwa jina la Yesu. Haleluya. Tafuta kuongeza thamani yako kwa Mungu. Hii biashara ya kujipendekeza na kuongeza thamani kwa watu, tunapata watu wengi wenye hila. Tunapata watu wengi wanafiki waliotuzunguka, hatupati watu wengi wa kweli.
Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa nasema, ngoja niongee na ninyi watu wote leo. Usiandike, nisikilize kwa dakika chache tu, nitakuruhusu uendelee. Tuichukue ile situation ya Ayubu. Uivae leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uivae wewe. Unajua ni rahisi sana kuiangalia situation ya Ayubu tukaisoma. Iangalia hiyo situation ya Ayubu, kufiwa na watoto wote. Sikuombei ufiwe kwa jina la Yesu, na cheki ni mfano. Alafu apoteze mali zake zote, na si tu mali, apate na ugonjwa. Tena sio ugonjwa wa kawaida, majipu. Na unajua kipindi kile, unajua yale majipu mzee Mgasha, sasa hivi wakipata utaambiwa ni HIV. Unajua kuna HIV jamani ya sasa hivi ni ya kisasa. Kuna ile HIV ya zamani ilikuwa inaitwa Juliana. Juliana alikuwa akija akuachi mtupu. Anakupa epizosta, anakupa majipu, anakutoa utandu, anahakikisha unakwakwa, anahakikisha utavaa daipa. Sasa hivi sijui amebatizika anaitwa nani. Sasa tuje kwenye Ayubu. Ayubu alikuwa na hayo majipu. Alafu ni maskini, sio tajiri tena. Alikuwa tajiri sana, alafu akawa maskini ghafla. Sasa nikuambie leo, hiyo situation ikukute katika marafiki zako. Jiulize tu leo, nani atabaki upande wako? Nani atabaki upande wako? Kuna saa msiende, ngoja nisamee kwa kutumia lugha, msiende kizembe. Wewe leo ukipoteza kila kitu, nani atabaki upande wako? Nani ambaye atakuwa tayari kukusaidia uanze tena? Nani huyo? Hata katika ndugu tulio nao, ndugu, Ayubu hakukimbiwa na marafiki mpaka ndugu. Hata ndugu tulio nao wengi wanakupenda kwa sababu una kitu cha kuwapa. Siku ukikosa, unasikia alikuwa anajifanya sana na pesa zake, alikuwa anajidai sana. Kiko wapi? Wanaanza kutoa unabii. Si tulisema? Maanake ana confirm prophecy yake ambayo aliprophesy before ukiwa na vitu. So umelost. Then anasema tulisema. Tulisema afiki mbali. Tulijua. Kuna wengi watakaosema tulisema afiki mbali. Wengi watasema tulijua. Wengi watasema tulimwambia simuoe yule mwanamke, si unaona ndo kamfilisi. Tulijua tu, hiyo kazi ni ya kitambo. Watasema vyote ving'aavyo si dhahabu. Means wewe si dhahabu tena. Kwa hiyo yani vyote vinakuwa vyako. Ndugu zangu, leo kaa chini, jifikirie. Mzee Akio, jiangalie. Leo wewe miongoni mwa ndugu zako, in case of course, sababu wote tutachukuliwa. Leo ukiondoka, nani atasomesha wale watoto the same school unawasomesha? The same school bila kubadilisha. Wengi tunao watasema watoto wetu wenyewe wanaenda huko. Nani yuko tayari kulipa gharama kwa ajili yako? Rafiki gani yuko tayari kulipa gharama kwa ajili yako? Ndugu zangu, kuna vitu vya kumuomba Mungu. Kuna vitu vya kumuomba Mungu. Nani yuko tayari? Nani yuko tayari? Watoto wako wanasoma shule nzuri sana, ni kweli. Wanakula vizuri, ni kweli. Lakini tuna kundi la watu, hata ndugu, wakija watoto wako kwenda kwao, watawasimanga kwa kulipiza kisasi kwa situation wao uliokuwa nayo ambayo wao hawana. Ndio dunia tulioko, ndugu zangu. Ndio maisha tulionayo sasa. Ndio watu tena na ndugu tulionao. Wengine mkidondoka wanaanza kuangalia mna nini cha thamani kitakachowanufaisha wao, na wengine wake zenu wataondolewa kabisa kwenye nyumba mlizonazo. Mungu alivyosema kaa hata vizuri na mke wako kwa akili, kaa naye vizuri kwa akili. Juzi nilikuwa nawashuhudia watu. Kuna mtaa Dar es Salaam una matajiri kama mbweni.
Mbweni si ndio una watu wote wale wenye uwezo mkubwa. Sasa hivi sio Masaki tena. Masaki wapo saa kidogo, lakini Mbweni sasa hivi ndio mtaa. Kuna baba mmoja miaka ya nyuma alijenga nyumba Mbweni bila kumwambia mke wake. Hizi surprise nyewe wanaume achani nazo, acheni wazungu wafanye. Nyie msifanye. Achanini na wazungu wafanye. So kajenga nyumba nzuri sana. Yule baba akaja akafa ghafla. Mlinzi akabaki kwenye ile nyumba. Marehemu akazikwa, mke ajui. Kwa sababu baba alinunua kiwanja. Ni siku nyingi, achana na hii miaka ya juzi hapa. Siku nyingi kabisa. Mlinzi akabaki na kibanda kile. Mlinzi akahamia ndani. Mama amebaki kapa. Hii biashara ya surprise tuache. Mimi mwenyewe nakumbuka kipindi nilikuwa nafanya kazi, zikapita dharura za viwanja vinauzwa. Nikasema mimi nani? Wacha ninunue kiwanja nikamfanyia mume wangu surprise. Na nikachongewa mpaka hati za mchongo. Tukapelekwa mpaka tukaambiwa viwanja ni vya serikali. Mimi nikachagua kabisa nichukue paka eka 3 ili nikamfanyie mume surprise. Sikuambii wewe, hata mimi kimenikuta. Mwisho wa siku tunataka kwenda kupelekwa, nikagundua tumetapeliwa. Narudi nyumbani, siwezi kula, siwezi kuhema, siwezi kupumua. Niko tu. Mume wangu anauliza nini? Anauliza nini? Sasa bora hata ningekuwa mnene kama sasa, nilikuwa mwembamba. Kwa hiyo stress zikizidi nazidi kupauka. Mimi nilikuwa na stress napauka kama wakijivu. Anaulizwa nini niko? Nikimwangalia nashikwa na hasira. Unajua wewe ndio surprise. Kaka kidogo. Nikamwambia bwana, nilikuwa tunanunua kiwanja, nikalipia eka 3. Nilikuwa nakufanyia surprise. Nimetapeliwa. Hajanipa pole. Alicheka mpaka akatoa machozi. Afu unaangalia nimesacrifice kumpa mtu surprise. Lakini amecheka. Sasa hivi hata nikitaka kufanya kitu ananiambia kumbuka. Kumbuka, kumbuka. Mpaka leo sina surprise no. Vyote nafanya live. Bwana asifiwe. Mimi kimenikuta cha surprise. Ili nionekane mama mmiliki harizi zake mwenyewe. Mpendwa, cheki sana. Tani kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Harizi zote tulizonunua pamoja ndio zipo. Zipo. Kwa nini Biblia inasema hivi? Mtatembeaje msipopatana? Hizo ndo tunazo. Lakini ile za surprise imepigwa kitu kizito. Mpaka leo. Unaga surprise mchungaji Grace? Matendo ya Mitume sura ya 3. Nasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni kwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akamwangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama. Akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda, akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda, akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Amen. Bwana asifiwe sana. Mimi leo sikufundishi kisa cha kupona. Siku zote tunamwonaga Petro na Yohana kama msababisha muujiza wa huyu mtu kwenye mlango. Kumbuka Biblia inatuambia huyu mtu alikuwa ni kiwete toka tumboni kwa mamaye. Kiwete toka tumboni kwa nani? Kwa mamaye.
Na kama alikuwa ni kiwete toka tumboni kwa mamae, anasema alichukuliwa na watu. Means muujiza haukuanza na Petro. Muujiza ulianza na hawa watu waliomchukua huyu mtu kila siku. Umesikia ninachokisema? Muujiza haukuanza na Petro mtumishi aliyeomba. Wengi tuna focus kwa Petro, lakini siye Petro ndo alianza kufanya muujiza. Muujiza ulianza kufanywa na hawa watu waliomfuata huyu mtu aliyepooza nyumbani kwake. Kumbuka kama alikuwa amepooza, tuchukulie kuanzia kiunoni mpaka mguuni. Usiku akilala, kumbuka zamani kulikuwa hakuna pampers. Usiku akilala, kuna wengine ratiba za kwenda haja kubwa ni usiku. Kwa hiyo usiku akilala, ana uwezo wa kumaliza haja ndogo na haja kubwa pale pale kwenye kile kitanda. Kwa hiyo akimaliza haja ndogo na haja kubwa, wale marafiki zake walikuwa wanakuja asubuhi. Wakija asubuhi, kwa sababu ya urafiki, kitu ambacho rafiki wa kweli au watu wa kweli kwenye maisha yako, kipimo cha kwanza ni kipimo kinaitwa upendo. Biblia inasema upendo huvumilia, upendo hauhesabu mabaya, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo hufurahia yote. Hufurahia nini? Hufurahia wakati wa uzuri na hata wakati wa ubaya. Mwenye upendo hatengwi na wewe. So hawa watu kwa sababu ya upendo waliokuwa naye kwa rafiki aliyepooza, unajua Mungu atusaidie, wakawa wanafika nyumbani kwake asubuhi, ni mwanaume mwenzao. Wakifika hawampeleki na mikojo, hawampeleki na haja alizokuwa amemaliza kwenye nguo zake. Kitu cha kwanza walikuwa wanamvua nguo zile za usiku, wanatoa matandiko yake, godoro wanalianika, wanamuosha, wanamvalisha nguo safi, then wanakwenda kumweka kwenye mlango mzuri. Ni kanisa tu kama hili, mlango wa hekalu labda Ebeneza, anawekwa pale nje. Kazi yao inakuwa imeisha. Kazi yao ilikuwa ni kumtoa kitandani, kumuosha, kumleta na kumweka mlangoni. Wakimaliza wao wanajua sisi tutakwenda kumwabudu Mungu. Ingawaje tunaingia kuabudu, hatuna nguvu za kumwombea, hatuna fedha wala dhahabu ya kumpa. Tunamweka mahali ambapo ana uwezo wa kupata miujiza yote miwili. Ana uwezo wa kupata fedha na ana uwezo wa kupata muujiza wake. Ndiyo marafiki wa kweli, nazungumzia watu wa kweli. Wewe una nani? Muulize jirani yako, wewe una nani? Ondoka na hilo swali, wewe una nani? Mimi nina nani leo ambaye anaweza kunivumilia katika uchafu ule, mazingira yale mabaya, yale machafu, then wakamleta kwenye mlango. Ndio maana nawaambiaga watu, muujiza Mzee Mgasha haujaanza kwa Petro. Muujiza ulianza kwa hawa watu. Wangemwacha asingepata muujiza. Sijui kama mnanielewa, kanisa la Mungu. Kuna watu wanadharau watu. Yule unayemdharau ndiye njia ya kuelekea kwenye mafanikio yako. Usimdharau mtu. Usimdharau mtu hata siku moja. Usimdharau mtu. Tena hakuna kitu kigumu. Usimdharau mtu akiwa jangwani. Usimdharau mtu akiwa utumwani. Hujui yeye ni nani kesho. Vifungo havidumu, jangwa halidumu. Bwana asifiwe. Kuna maana, kuna nchi ya maziwa na asali. Wenda ikawa unamdharau mtu yuko jangwani, anategemea maana. Unaweza kuwa unamdharau mtu yuko kifungoni kama Yusufu, hujui kesho yeye ni nani. Usimdharau mtu katika vifungo alivyo navyo. Huwezi jua unadharau waziri mkuu wa kwako. Usidharau mtu usiyemjua. Kama yuko kwenye vifungo leo, you better help him or her, atoke katika kile kifungo, ili akifika kule kwenye kiti chake ana uwezo wa kukumbuka, dada Ana alinitoa kwenye minyororo, aliniletea chakula nikiwa na minyororo, alinisaidia maji nikiwa nimefungwa kifungoni.
usimdharau mtu. Wengi kinachoponza watu ni dharau. Wengine mkipata mnasahau mlipotoka. Usisahau ulipotoka ndugu yangu. Mungu akikuinua ni kwa utukufu wake. Maisha ni safari. Hata wewe ulikuwa safarini, yamefika wakati wako. And I'm telling you, hakuna kitu ni permanent. Kila kitu kina expire date yake. Jifunze kutunza kile kitu Mungu alichokupa kwa unyenyekevu na majivuno. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kuna watu wanadharau. Yaani jicho tu linaongea dharau. Si unaona jicho langu? Jicho, mdomo, pua, sura yenyewe ngumu kama hii. Alafu tena uwe na kiburi, unachekesha. Bwana asifiwe. Mpendwa, mwambie jirani yako punguza dharau. Alafu mwambie kanyaga ardhi taratibu. Mwambie kanyaga taratibu. Huo ni msemo wa Kimasai. Baba mmoja aliniita siku moja akaniambia, Florence, mdogo wangu, tulikuwa tunafanya naye kazi. Akaniambia hii ardhi ina uwezo wa kuongea. Niambia Akaniambia popote unapotembea kanyaga ardhi taratibu. Ardhi inasikia. Iko siku itakulipiza vibaya ukikanyaga vibaya. Hasi ni msemo mgumu huo jamani, wazee, watu wazima. So nikajifunza kanyaga ardhi taratibu. Why kanyaga ardhi taratibu? Sisi tulioko kwenye ardhi tunaona movement zako, kanyaga taratibu. Wanasifiwe. Swali langu leo, wewe una nani? Wewe una nani? Watu wengi tunatamani kuwa na watu sahihi, lakini wewe sio mtu sahihi kwa watu. Umesikia sentence inasema? Watu wengi wanatamani Mungu awape watu sahihi, lakini wewe sio mtu sahihi kwa watu. Nimekuuliza wewe una nani? Na nani ana wewe? Swali langu, kama wewe una nani, nani ana wewe? Nani ana uwezo wa kujivunia? Nikiwa na shida najua nitamuita fulani. Nikiwa hivi najua fulani anaweza kunifariji. Nikiwa nimeinama fulani anaweza kunisaidia hata kama eneo fulani, hata kama ni maombi. Wewe una nani? Wewe una nani na nani ana wewe? Unajua kwa Mungu upandacho ndicho uvunacho. Ukitaka watu wenye kuheshimu, heshimu watu. Na si kazi unayemheshimu asiwe ndio mtu sahihi. Kwa sababu kile ulichokipanda Mungu anakuinulia msaada kwingine. Wewe una nani na nani ana wewe? Msemo wa leo toka nao. Wewe una nani na nani ana wewe? Maana yake nani anaweza kujivuna kwa ajili yako? Ana. Si kazi anayejivuna kwa ajili yako, wewe huwezi kujivuna kwa ajili yake. Wewe una nani na nani ana wewe? Bwana asifiwe sana. Narudia. Wewe una nani na nani ana wewe? Maana yake anaweza kusema mimi nikipomoka nina Mugasha, na Mugasha akipomoka anakuwa na mwingine. Wewe una nani na mimi nina nani? Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, ishini vizuri sana. Biblia inasema huwezi kumpenda Mungu usiyemuona kwa macho, alafu ukachukia watu unaowaona kwa macho. Sisi ndio tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sisi ndio tunamwakilisha Mungu. Unampendaje Mungu usiyemuona kwa macho? Unatudharau sisi. Unamheshimuje Mungu usiyemuona kwa macho? Unatudharau sisi. Muulize jirani, unampendaje Mungu usiyemuona kwa macho? Unichukie mimi. Muulize jirani yako. Muulize, unampendaje Mungu usiyemuona kwa macho? Unichukie mimi. Unamheshimuje Mungu usiyemuona kwa macho? Unamdharau huyo jirani yako. Muulize, unamheshimuje Mungu usiyemuona kwa macho? Alafu unanidharau mimi. Mwambie mimi ndio mwakilishi wa Mungu. Mkumbushe, mwambie mimi ndio mwakilishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Wanandoa mpo? Au mpaka msubiri usiku wa wanandoa ndio mwema? Mpo Ishini vizuri huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, nikwambie, aidha mama au baba, familia yako ndio huyo. Hawa watoto ni sehemu ya familia.
na iko siku atawaacha wawili. Unamwona hata huyu mdogo Mgasha yule naye wanawaacha, mnabaki hao wawili. Familia yako ni mke wako, familia yako ni mume wako. Wengi mko hapa mna manyumba makubwa yako empty. Wameshawaacha wawili. Si ni kweli? Wameshawaacha nini? Wawili. Mmejenga nyumba kubwa, iko siku hizo nyumba zinakuwa behewa. Wakishaanza tu kwenda sekondari, vyuo, mnabaki wawili. Pendaneni, heshimianeni, thaminianeni. Mthamini mke wako, mthamini mume wako. Chunga sana mke wako asilie kwa ajili yako. Chunga sana mume wako asilie kwa ajili yako. Kuna siku moja nilikuwa napita huko nikakuta mwanamke mmoja anasali. Mume wake alimkosea. Sijui kama ninyi mlikutana nacho hicho kisa. Akawa anaomba sasa. Anamwambia, Bwana wa majeshi, ninakuita leo. Ninakuomba Bwana, nimechoka na huyu mwanaume Bwana. Ninakuomba Bwana, akitembea njiani Bwana, mgonganishe na lori Bwana. Yaani sio lori limgonge, wagongane uso kwa uso. Mchungaji, wagongane uso kwa uso. Anamwambia, Bwana ninakuomba, ninataka kusikia habari mpya nyumbani kwangu. Habari za msiba nataka kusikia, habari ya jambo jipya. Wa baba, kaa na wanawake vizuri. Biblia inasema isini nao kwa akili. Isinae kwa akili asikuombee ugongane na lori uso kwa uso. Sasa sipati picha kama huyu mtu kama ana kagari chake kama KST au kama anatembea na mguu agongane. Wanasema Bwana mgonganishe Bwana. Yuko serious kwenye mambo. Bwana, I'm tired. Nimechoka, nataka kusikia habari tu za mtu kugongana uso kwa uso na lori. Wewe muulize umeombewa nini? Kama uko na mwanaume hapo muulize umeombewa nini? Joni anajifariji anasema bado sijaanza kuombewa. Si mpya. Hakuna watu wakichafukwa wana uwezo wa kusimplify mambo kama wanawake. Yaani wana simplify. Wanawake msinikasirikie. Imetolewa. Sasa kuna dada mmoja rafiki yangu kabisa. Alikuwa anatembea na mume wake, wanatembea njiani na mume. Si unajua wakitembea watu unasema jamani, hii kapo. Hii kapo. Kila mtu anaweza kanyanyua mikono juu, baba, naomba ndoa kama hii. Usiombe ndoa ya mtu, mziki wake uwezi. Mwambie jirani mziki wangu uwezi. Usiombe ndoa ya mtu, mziki wake anayeweza kucheza ni huyo wa kwake. Sasa katembea na mume wake, barabarani wanatembea. Kumbuka, mke ndio mtu wake sahihi. Na mume ndio anajua mke wake ni mtu nini? Sahihi. Wakati wanatembea, likapita fuso la matikiti. Tikiti moja likaanguka pa. Alafu tairi likapitia lile tikiti likapasuka. Unajua likipasuka, akageuka nyuma akasema, hivi kwa nini akijawa kichwa cha fulani? Unajua hiyo level ni ngumu. Yaani ameangalia, alikasirika sana, yaani amekasirika. Anakuja kumwadisia dada yake ambaye sasa mimi ni rafiki yangu sana. Anamwambia, yaani nimechukia. Nimechukia. Yaani tikiti likaanguka pa, likapitiwa na fuso 4. Alafu nikaangalia eti fulani bado yuko hai. Kwa nini yeye hajapitiwa? Muulize mwanaume ulioko naye, unaombea upitiwe na nini? Haleluya. Mimi sijasema mke wako sio mtu sahihi. Nimetoa mfano hawa watu wengine. Na sijasema mume wako sio mtu nini? Sahihi. Kingine kuna mtaa. Yaani kama hapa Ebeneza sasa hapa Ilazo. Si unajua mmekaa wengi. Itokee trip ya wanawake kusafiri. Wanawake kusafiri, sasa sio nyewe wanawake. Sasa wengine kila mtu mmoja unamwenda mbio, lakini watolee nyenye mfano. Trip likaja gari. Wanawake wamejichagua wenyewe. Wameomba waume zao ruhusa, wanakwenda vacation. Siku hizo wamama tupo. Basi wamejichagua wamama, na unajua wamama wakienda, ukitaka kujua vacation ya kina mama tafuteni makofia ya mikeka.
wakachukua na makofia yao. Hata asiyevaa suruali sio utamkuta akapiga kasuruali chake. Sasa hujui kama ni mume wake kamrepresent au ni yeye, lakini yeye yupo tu kwa sababu ni vacation. Basi wakavaa wakaenda. Ile gari likapata ajali, walikufa wanawake wote. Sasa ule mtaa wakabaki wanaume. Wakaomboleza siku ya kwanza. Wanalia kweli ndani ya nyumba zao. Siku ya pili wakaomboleza. Siku ya tatu wakaomboleza. Wakajitia moyo, siku moja wakakutana, wakala chakula pamoja, wakamshukuru Mungu, wakasema let us move on. Tuendelee Bwana. Kilichotokea Mungu amependa. Sasa wakashangaa kuna mwanaume mwenzao hatoki nje. Yeye analia sana sana sana. Wakaenda wakamfuata mwenzao, wakamwambia, "Wasisi wenzako na sisi tumepoteza, tumefiwa, lakini tumeamua kuendelea mbele. Tumeamua kwamba maisha yaendelee." Akamwambia, "Nyie hamjui. Mume wangu alimisi basi, bado yupo. Mke wangu alimisi gari, bado yupo. Sio analia amepoteza, bado yupo. Kwa nini nyie mmepoteza, mimi bado sijapoteza?" Kwa hiyo alishindwa kutoka ndani, yeye anaendelea kuomboleza. Kwa nini kwanza ilikuwaje akachelewa gari kwenda vacation? Gari likamwacha, yeye amebaki. Hebu angalia mwanaume ule uko naye, kama ni mume wako mwambie hivi, unafurahia bado nikiwepo kweli? Kwa hiyo alilia. Watu wanaenda kumbembeleza, wanajua yeye ndiye bado alikuwa anampenda mke wake sana kwa sababu anashindwa kuendelea. Akamwambia, "Nyie hamjui. Mke wangu alimisi basi, yupo, hajafa." Kwa hiyo ameshindwa kuendelea kwa sababu mama yule bado yupo. Mungu hajamtolea jaribu. Mpo? Mimi nimekuonyesha tu mifano, sijasema ni mke wako wala sijasema ni wale kule, na sio huku Ebeneza wala hawezi kwenda vacation na makofia vikapu. Najua hawawezi. Najua hawawezi kuvaa kofia za vikapu. Alafu nyinyi mnaovaa kofia za vikapu, sio kila vacation kofia vikapu, mnajiandamani sometimes. Wewe una nani? Wewe una nani? Na nani ana wewe? Mnamkumbuka Naaman? Naaman ni jemedari wa jeshi la Sham. Jemedari ambaye Mungu anamtumia sana, lakini alikuwa na ukoma. Hausjen aliyetekwa akaletwa kwenye nyumba yake kumsaidia. Siku hiyo unajua mauzigeli wanajua siri nyingi. Jamaa kule anakuja na nyota zake amenyonga mpaka mwisho. Wanajua mwamba hana ukoma, lakini akifika nyumbani akianza kuvua yale magwanda, harufu kanakuja, usahau unakuja. Jamani, wanawake ni wavumilivu. Akamfuta vidonda vyake. Auzigeli akamwonea huruma mama, akamwambia, "Mama, laiti baba angeenda kule kwetu, yupo nabii anaweza kumponya ukoma wake." Kuna watu mnaowadharau lakini wamebeba miujiza yenu. Heshimu watu. Geukie jirani yako, mwambie heshimu watu. Mwambie tafadhali heshimu watu. Na hilo ndilo neno la Bwana, na Mungu awabariki sana. Mchungaji, neno hili halina maombi. Ndio maana tulitangulia kuomba. Neno hili ndio kujifanyia tathmini na ujiangalie una nani na nani ana wewe, na ujifunze jinsi ya kuishi na watu. Wokovu sio kushindwa kuishi na watu. Ukristo sio kushindwa kuishi na watu. Kufanikiwa sio kushindwa kuishi na watu. Ukiwa na shida sio kushindwa kuishi na watu. Punguza kulalamikia watu na kulaumu watu. Tatizo lako sio watu wamesababisha. Muangalie Mungu akuinulie msaada toka patakatifu. Amen. Tumshukuru Bwana. Mungu wetu na Baba yetu, nasema asante kwa ajili ya neema, sifa na heshima na utukufu ni kwako. Na kutukuza kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya upendo wako mkuu. Umetupa neema ya kusikia neno lako. Tupe neema kuendelea kujitathmini. Na Mungu, nitambue mimi nina nani na nani ana mimi. Nisaidie kutunza kila mahusiano. Nisaidie na huyu mtu kutunza kila mahusiano aliyo nayo, katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana. Shukrani kwa ajili ya neno la baraka tulilopokea kutoka kwa mtumishi wako. Ongeza makofi. Na nimemaliza kabisa, na ninawaaga kwa jina la Yesu. Waambie na waaga.